Kitabu cha Ezra sura ya 7 mstari wa 6 nitakusomea. Anasema huyo Ezra akakwea kutoka Babeli, naye alikuwa mwandishi mwepesi katika sheria ya Musa aliyokuwa ameitoa Bwana Mungu wa Israeli, naye mfalme akamjalia matakwa yake yote kama mkono wa Bwana Mungu wake ulivyokuwa pamoja naye. Mfalme aliachilia kibali. Kuna ofisi haziwezi kuachilia kibali juu yako pasipo mkono wa Bwana. Tunahitaji mkono wa Bwana. Kila ofisi tunaoingilia, kila watu tunaokutana nao, wanatu release, tunapata favor, kibali machoni pao. Kufanikiwa, mambo kwenda, vitu kufunguka, inahitaji mkono wa nani? Mkono wa Bwana. Mfalme akamruhusu Ezra mambo yake yaendelee nayo tu, kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa na nani? Ulikuwa na Ezra. Kuna mtu mmoja anaongea hapa, jamani wapendwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Andiko linasema Nehemia sura ya 2 mstari wa 8. Nitakusomea. Anasema nipewe na waraka wa Asafu mwenye kuutunza mwitu wa mfalme, ili anipe miti ya kufanyizia boriti kwa malango ya ngome ya nyumba na kwa ukuta wa mji na kwa nyumba ile nitakayoingia mimi. Naye mfalme akanipa kama mkono mwema wa Mungu wangu ulivyokuwa juu yangu. Nisikize vizuri. Tunahitaji mkono wa Mungu kufanikisha mambo yetu. Unapokuwa unaliendea jambo fulani, hata kama ni kazi za mikono au ni ajira au ni biashara, mwambie Mungu, mkono wako uwe pamoja na mimi katika kazi za mikono yangu, katika biashara yangu. Bwana Yesu, dokumenti hii nayo ipeleka ofisi fulani, mkono wako ukawe na pamoja na mimi, ili wakaniridhie, ili wakanifanikishe. Unaposema hivyo, Mungu hata ruhusu hiyo kitu izuiliwe. Wakati mikono ya adui imenyoshewa juu yako wewe, ikielekeza ubaya, kushindwa, kuharibikiwa, kukosa, mauti, mapoza na uharibifu, unapotangaza hivyo, ile mikono ya adui, kama nilivyoona kwenye maono kwa habari ya mwezi wa 5 2026, mikono ya adui inafanyaje? Inapoteza nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Naposafiri, napotoka hapo, Bwana Yesu, kabla sijafika ofisini, mkono wako ukawe juu yangu. Hata kama ajali itatokea, mkono wa Mungu utakutoa kwenye ajali. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu shuhuda alishuhudia mtumishi yake hapa, sio shuhuda ndogo. Kama sio mkono wa Bwana, tungesikia habari nyingine. Na ndio maana happy wewe mke wake, wakati mume wako yupo safarini, sio muda wa kuzozana, sio muda wa kuwa na chuki, sio muda wa kunungunika, ni muda wa kupiga magoti na kufanyaje? Na kumwombea Mungu, mkono wako ukamuongoze mume wangu kwenda kwake na kurudi kwake. Ikitokea kuna sababu yoyote imetengenezwa ndani ya mioyo ya watu wawili na shetani akapata nafasi, atapata namna ya hila kunyanyua mashtaka na kuingiza uharibifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano huo sio wa happy tu, wa wanawake wote walioko ndani hapa ambao wako kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila mtu aliyoko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 11, tunaona namna mitume walivyoamuru kwa mkono wa Mungu. Yule Baryesu au yule Elima aliyekuwa akipofusha, akizuia watu wasipokee injili ya Yesu Kristo, mitume wakamwamuru, wewe unayezuia injili ya Yesu Kristo isihubiriwe, kuanzia leo macho yako hayataona. Biblia inasema yule Elima Baryesu akapata upofu pale pale. Tunayo mamlaka ya kutangaza na Mungu anatusikia na anafanya. Bwana Yesu asifiwe. Inapofika wakati kwa habari ya kazi ya Mungu, usifanye mchezo na kazi ya Mungu. Mungu akikasirika kwa sababu wewe umekuwa ni sababu ya kuzuia kazi yake isiende mbele, jambo baya linaweza kukupata wakati wowote. Mkono wa Mungu sio kwa ajili ya kulinda tu. Kuna wakati mkono wa Mungu unaweza kugeuka ukasababisha uharibifu kwenye maisha ya mtu. Unaweza kusema mbona nateseka, mbona mambo hayaendi, mbona uharibifu unaniandama, na ukaomba na ukatoa sadaka na ukafunga, usione matokeo yote wala majibu yote yale. Kumbe kuna sehemu ulifanya ulimesa up na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akawapiga pigo la 5 kule Kutoka sura ya 9 mstari wa 3, kuanzia mstari wa kwanza pale mpaka wa 6. Pigo la 5, wanyama wote wakafa, wanyama wa Wamisri. Wakabaki tu wanyama wana wa Israeli walikuwa wametengwa. Wanyama wa Misri wakafa. Ni kwa sababu gani?
Ni kwa sababu mkono wa Mungu uliwaka hasira juu ya Farao na taifa lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikize vizuri. Hakikisha kwenye maisha yako mkono wa Mungu haukuachi kwenye lolote lile unaoliendea. Mnisikia mama Naomi? Kwenye lolote lile kwenye maisha yako. Waambie sisi wenye watoto huko ndani na wadogo zetu na ndugu zetu. Mwambie Mungu, na wakabidhi watoto wangu mikononi mwako. Mkono wako Bwana ukae juu yao. Wanapokuwa shuleni, wanapokuwa barabarani, wanapokuwa katika mishughuliko yao. Mkono wako Mungu ukae juu yao, ukawaongoze. Ipo mikono ya adui iliyo miovu, iliyopanga na kusudia uharibifu kwenye maisha yetu. Iko miungu watu wanaoisujudia na kuitumainia, ambao kusudi lake ni kusababisha mauti, mapooza, uharibifu, giza kwenye maisha ya watu. Isipokuta wewe unatangaza mkono wa Bwana juu ya biashara, juu ya maisha yako, jambo lolote baya linaweza kutokea kwenye maisha ya mtu. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa jambo napenda.